السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الآية. Ndugu zangu Waislamu, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake kwa kadiri ya uwezo wetu na kujiepusha na makatazo yake kwa kuyaacha kabisa. Huu ni muendelezo wa hutuba zetu ambazo kwa upande mmoja tunafundisha na kutoa nasaha na kutoa miongozo juu ya umuhimu wa kulinda amani na utulivu tulionao katika nchi yetu. Upande wa pili tukikataza, tukikemea na kutoa tahadhari juu ya uvunjifu wa amani. Na yote mawili haya tunayafanya kupitia maandiko matukufu ya Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maandiko haya yakionyesha uzuri na neema ya amani na utulivu kwa upande mmoja, na yakionyesha ubaya na madhara ya kukosa amani na utulivu kwa upande mwingine. Tulizitaja aya na hadithi mbalimbali za Mtume Muhammad katika hutuba zetu zilizotangulia. Katika hutuba yetu ya Ijumaa iliyopita tulieleza mambo mengi
lakini ujumbe wetu wa msingi ulibaki kuwa tusichochewe tukavuruga amani na utulivu tulionao katika nchi yetu. Tukaeleza kuwa ni dhahiri sasa hivi kuna uchochezi mkubwa unaotoka sehemu mbalimbali kwa watu mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi, wa kuwataka vijana wa nchi hii waiharibu nchi yao, wakati wachochezi hawa wakiwa wao si waathirika au hawatapata madhara yoyote yatakayojitokeza. Kadhalika katika hutuba ile tuliitaja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inayohimiza utiifu kwa kiongozi, na tukaiongezea kauli ya mmoja katika wanavyuoni wakubwa wa Kiislamu, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, aliposema waqalla man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi min ash-sharri a'zamu mimma tawallada min al-khair. Mara nyingi watu waliotoka nje ya uongozi wakamwasi kiongozi, yaliyozaliwa katika shari yalikuwa ni makubwa zaidi kuliko yale yaliyozaliwa katika khair. Na hapa tukatoa challenge, tutajiwe na wasomi wafani mbalimbali huko duniani, nchi moja ambayo ilifanya mapinduzi ikamtoa kiongozi, ikaua, ikachoma, ikadhuru, halafu baada ya muda mfupi wale waandamanaji na waliofanya matukio yale wakapata maisha mazuri sana, wakawa wana magari, wana kazi za maana, wana majumba. Tumeiacha challenge hii tukisubiri, isipokuwa upande wa pili sisi tuliona na tukazitaja nchi kwa mifano. Haya anayoyasema mwana wa chuoni huyu aliyemuelewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam vizuri sana. Madhara yalikuwa ni makubwa tangu wakati huo mpaka sasa. Katika hutuba yetu ya leo ya tarehe 14 Jumada al-Akhira mwaka 1447 sawa sawa na tarehe 5 mwezi huu wa 12 mwaka 2025, tunaendelea kutoa nasaha zetu na miongozo katika jambo hili, tukimtaka kila mtu achukue nafasi yake katika kuilinda amani na utulivu tulionao katika nchi yetu. Na nasaha zetu zitakwenda sehemu 4. Sehemu ya kwanza, vijana. Kwa kiasi kikubwa jambo hili limeelekezwa kwa vijana. Hamasa yote inayotolewa na uchochezi wote unaochochewa unaelekezwa kwa vijana ambao wanaoita Gen Z, kifupi cha Generation Z. Katika moja ya hutuba zetu tulieleza haya mambo ya vizazi na namna wanavyovigawa vizazi. Generation Z ni wale waliozaliwa kwa mujibu wa hawa watu wa makuzi ya watu na idadi ya watu, ni wale waliozaliwa mwaka 1996 mpaka mwaka 2012. Hichi kizazi kilichokuwa kikaziona internet, kikaona simu na kompyuta na maendeleo makubwa ya teknolojia. Hamasa kubwa imeelekezwa huko. Vijana nyinyi ndio mnaotakiwa kutumika katika kuzipitisha ajenda za watu, katika kupitisha malengo maovu ya kutaka kuleta vurugu na uvunjifu wa amani katika nchi hii. Yakitumika maneno matamu kwamba hiki kinachofanyika ni maslahi kwenu nyinyi vijana, ndiyo kujikomboa, ndiyo jambo litakalowaletea maendeleo na kuwakwamua kutokana na hali ngumu mlizo nazo. Wakati mwingine hutumika hali ngumu za maisha ili kuchagiza kuzipitisha ajenda hizi za kutaka vijana
wavuruge nchi zao. Na wakati mwingine utaambiwa kwamba hii hali ngumu ya maisha hii imesababishwa na mtu fulani, na ili iondoke hali hii lazima aondoke. Aondoke vipi? Ingieni barabarani. Sasa mkishaingia barabarani, nyinyi shughuli yenu ndio imeishia hapo. Nyinyi hamkuwa na mjadala wa kwamba baada ya huyu nani ni muaminifu. Nyinyi wenyewe kwa wenyewe katika maisha yenu huwa hamuaminiani, kwa sababu uaminifu kwenye jamii haupo. Fedha zako ulizonazo unazitunza mwenyewe, huwezi kuziwacha hivi hivi. Ukienda kwenye kituo cha mafuta kuweka kwenye bodaboda yako, una wasiwasi, wewe mwenyewe uko katika hali hiyo. Hata viongozi wako wa dini huwaamini, atakula hii sadaka, lakini ukashajihishwa kwamba huyu hafai. Sasa akishaondoka hakuna tena mjadala. Au kabla ya kuondoka, nani anayefaa anaweza kuyaleta yale maslahi na yale mambo ambayo tunaahidiwa? Mjadala huo haupo na hautakuwepo na haujawahi kuwepo. Na hii nayo ni challenge nyingine tuletewe katika nchi zote zilizofanya vurugu na machafuko. Vijana walishiriki vipi katika kumchagua wanayemtaka? Ndio uone kwamba katika jambo hili kuna shari kubwa ndani yake na hakuna khairi. Mimi najua vijana wengi hawaungi mkono haya mambo, isipokuwa ni kundi la watu wachache, kwa sababu katika watu milioni 60 wakipatikana watu milioni 1,700,000, 800,000, huwezi kusema ni wengi, ni wachache sana. Wako kwenye mitandao huko kwa nia na malengo wanayoyajua wao, ndio wanashajihisha haya mambo, huku jambo likionekana kubwa. Lakini wengi katika vijana tunaozungumza nao hawayaafiki haya mambo. Mimi na wanasihi vijana wenzangu, na ujumbe huu namuomba Allah uwafae sasa hivi na baadaye, kwa sababu chokochoko hizi hazitakwisha. Huu ni mwanzo na zitaendelea kwa kadri ya hitajio. Ni wanasihi vijana kuwa hii miaka tunayoishi na hizi zama tunazoishi, hii ni miaka ya hadaa na ni zama za uongo, zama za uovu, zama za udanganyifu, zama zinazohitaji utulivu katika maamuzi na kusikiliza miongozo ya maandiko matukufu, maandiko ambayo malengo yake ni kuwaongoza watu na kutaka watu waishi maisha mazuri hapa duniani na akhera. Kinyume cha hivi tutayumbishwa. Kwa nini? Kwa sababu wasemaji wamekuwa wengi na hawana miongozo. Miluzi imekuwa mingi. Hawa wanaojifanya kuwa wanapigania haki zenu, hawa hawapiganii haki zenu. Hawa kwa hakika wanatumia nyinyi kama daraja ili kuutekeleza mpango wao wanaotaka. Niwatilie nguvu kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliposema, sayati ala an-nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadhabu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidha. qila wa mar ruwaybidha? qala ar-rajulu at-tafih yatakallamu fi amri al-'amma. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yanayozieleza zama ambazo yeye hakuwepo, lakini ni wahi. Yasikilizeni, halafu muyatafakari, muyaingize katika hali halisi ya maisha yenu. Sema itawafikia watu miaka ya udanganyifu, miaka ya hadaa, atasadikishwa muongo na atakanushwa mtu mkweli. Mtu wa khiana ataaminiwa
na mtu muaminifu ataonekana ni mtu wa khiana, na ataongea ruwaibidha katika zama hizo. Msamiati huu masahaba wakataka kuufahamu vizuri. Ruwaibidha nani? Mtume akasema ni mtu mpuuzi, mtu duni, anazungumza kuhusu mambo ya umma. Hii ndiyo hali halisi tulionayo katika miaka yetu hii. Uongo, hadaa, upuuzi, mambo kwenda kinyume, muongo aonekane mkweli, mkweli aonekane muongo, mtu anayetetea maslahi yake binafsi, tapeli, aonekane ni muaminifu, mtu muaminifu ataonekana hafai. Mzungumzaji wakati huo anayezungumza mambo ya umma, mambo mazito kabisa, ni mtu mpuuzi, puuzi kabisa. Niambieni, wanaozungumza huku katika mitandao mambo makubwa kabisa ya kuhatarisha maisha ya watu mamilioni kwa miaka mingi ni kina nani? Niambieni, wale watu wanaozungumza ukweli na kuzitaja aya na hadithi wanaonekanaje? Komenti zasemaje? Niambieni, wale watu waongo wanaozungumza mambo kwa uongo na udanganyifu wanaonekanaje? Hii ndiyo hali halisi. Na wanasihi vijana, msihadaike, msitumike kwa ajenda za watu. Na uzuri, nyinyi mifano mnayo katika nchi yaliyotokea haya mambo, vijana waliotumika, mifano mnayo. Labda mniambie kwamba hamfuatilii, hamsomi. Mnayo mifano Sudan, mnayo mifano Libya, na nchi zote mnayo, na wanayoyasema vijana sasa hivi. Kitu gani mnahitaji tena zaidi ya kwamba hii ni miaka ya hadaa, mnataka kutumiwa nyinyi kwa maslahi ya watu? Mimi nawashauri tuachane na mambo haya, tupambane kutafuta maslahi yetu na maisha yetu kwa njia za halali. Tutekeleze wajibu wetu, tumuombe Mola wetu katika fadhila zake. Was'alullaha min fadlihi, muombeni Allah katika fadhila zake. Nchi zetu hizi bado zina fursa. Unaweza ukahangaika ukapata vijipesa, ukanunua kijiardhi chako, ukahangaika ukapata kijipesa, ukaanza kuweka tofali 1 2. Duniani nchi za namna hiyo ndogo mno, msidanganywe. Kuna watu hawawezi, pamoja na mshahara mkubwa alionao, hawezi kununua ardhi kamwe, abadan, hataweza. Sasa mpaka atakufa atabaki kuwa ni mpangaji. Watu wasiwadanganye, mfumo wa uchumi ni mfumo kandamizi. Wanaosema kama wanataka kuwaletea maisha mazuri si wa kweli. Watu wamekaa katika kujilimbikizia mali na kuwadhulumu watu wengine, ndiyo mfumo ulivyo. Lazima mtie akili, tekelezeni wajibu wenu, tekelezeni majukumu. Na pale ambapo kuna mtu anakukwamisha katika haki yako, tumefundishwa sisi kuzidai haki kwa njia za sawa sawa na si kuvunja amani. Nasaha zangu za pili zinaenda kwa familia, na hapa nakusudia wazazi. Ni mwenendo wa kawaida katika dini yetu na tamaduni zetu kuwa wazazi ndio wana jukumu la kutoa miongozo kwa vijana wao. Sisi tangu tuko wadogo, kwa mujibu wa mafundisho yetu, kijana anapata mafunzo kutoka katika familia, na huo ndio ulikuwa mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi nyingi mnazijua, alivyowafundisha watoto mpaka namna ya kula, kawafundisha watoto itikadi, maelekezo mazuri ya kumtambua Mola wao na kuishi na watu vizuri. Jukumu hili ni jukumu la msingi sana. Ni wajibu wa wazazi kuwaelekeza watoto wao katika yaliyo na maslahi na kuwakanya katika mambo ya hatari. Wewe usiseme tu kwamba watoto wa siku hizi hawasikii bwana. Piga simu, kaa nao, zungumza nao,
waelekeze. Wewe unafahamu kuwaacha vijana wakawa hawana miongozo ni kuwapoteza na kuwapotezea mwelekeo. aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الناس, ndugu zangu waislamu, nasaha zangu za tatu zinakwenda kwa viongozi wa dini. Viongozi wa dini wana wajibu wa kuzungumza na wafuasi wao juu ya umuhimu wa kulinda amani na kuwatahadharisha na uchochezi wowote utakaosababisha uvunjifu wa amani. Mimi najua kuwa wapo wanaolifanya jambo hili kwa kiwango kikubwa, na hapana shaka hawa wanastahiki kuungwa mkono na wanastahiki kupongezwa kwa sababu wanatekeleza wajibu wao wa kimsingi. Na wapo wanaolichukulia jambo hili ni jambo la kawaida, hawakulitilia umuhimu. Jambo hili si jambo la kawaida, si jambo la kuchukuliwa udogo na mzaha. Tunatakiwa tuseme, tukariri, tuwarudishe vijana wetu katika mstari. Hali ambayo tunayo sasa hivi, hali hii inahitaji ukweli, inahitaji kuwa na ujasiri, inahitaji kujitoa na kujitahidi kuziondoa fikra chafu zilizojazwa kwa baadhi ya vijana wetu. Hali inahitaji kuwaleta watu pamoja katika kuthamini amani na utulivu, na hili viongozi wa dini wanaliweza kwa wafuasi wao, walisisitize. Jambo linaloshangaza sana katika wakati kama huu, kuwaona baadhi ya viongozi wa dini badala ya kuchukua nafasi zao na kuwaleta watu katika usawa, kuwahimiza vijana wawe watulivu, wasivuruge amani, wao wanazungumza maneno hayaeleweki, bali wengine wapo katika upinzani na lawama. Hivi karibuni nilimsikia kiongozi mmoja wa ngazi za juu wa Baraza la Maaskofu Katoliki akifanya mahojiano na chombo kimoja cha habari. Na nataraji mmesikia, mmeona, mmejifunza. Ukisikiliza maelezo yake, yanazusha maswali mengi sana kuliko majibu. Maswali mengi juu ya maswali mengi tuliyouliza, pamoja na mambo mengi yasiyokubalika ambayo yeye aliyazungumza. Bado ameendelea kusisitiza kwamba kile kilichofanyika tarehe 29 Oktoba, yale yalikuwa ni maandamano ya vijana kudai haki zao, maandamano ya halali kabisa, na kwamba wao kama viongozi wa kanisa wataendelea kusema ukweli, kupinga dhulma na kutaka haki. Akaeleza maelezo mengi ambayo maswali yatakuwa ni mengi kuliko majibu katika maelezo hayo. Pamoja na watu wote kuitathmini hali iliyotokea, kuziona zile vurugu na hatari iliyopo katika jambo lile, pamoja na sheria za nchi hizo zilizoruhusu maandamano kuwa wazi, pamoja na yote hayo, bado kiongozi wa dini anasisitiza kwamba yale yalikuwa ni maandamano. Maswali ambayo mtu anaweza kujiuliza,
yale yaliyotokea anayaunga mkono? Ni swali ambalo linahitaji majibu. Mimi ndugu zangu, nasema hawa watu si watu wa kweli. Ni watu wanatumia maneno matamu katika kuwahadaa watu. Na kwa kuwa tupo katika miaka ya hadaa na miaka ya udanganyifu, basi wao wanaonekana wa kweli. Lakini kwa hakika hawana uhalali wala ujasiri wala ukweli wa dhati wa kukemea dhulma na kudai haki. Hawana, kwa sababu wao katika dhulma ndio wametumbukia. Ni kama vile Allah alivyowazungumza wanafiki katika suratu Tauba, wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Wapo miongoni mwao wanasema kumwambia mtume, niruhusu mimi na usinifitini. Allah asema fahamuni, kwenye fitna ndio wametumbukia hao. Ndio hawa kwenye dhulma ndio wametumbukia. Makamu ya khutba haitoshi kuyaeleza haya. Siku nyingine inshallah tukipata muda tutakuja kuyaeleza haya. Lakini kwa ufupi ni kwamba viongozi wa kanisa hawajawahi kuwa mhanga wa dhulma katika historia ya nchi hii. Hawawezi kuwatetea waliodhulumiwa. Wewe huwezi kumtetea aliyodhulumiwa ikiwa wewe sio mhanga wa dhulma. Kihistoria, uhusiano wa kanisa na tawala za kifalme ulikuwa mzuri sana huko Ulaya, bali wakoloni ambao ndio walikuwa wakandamizaji wakubwa kabisa waliokuja kukandamiza katika nchi hizi, watangulizi wao wa kwanza walikuwa ni wamishionari, na mahusiano yao na wakoloni yalikuwa ni mazuri kabisa. Tangu wakati huo mpaka nchi hizi zimepata uhuru, walipewa fursa, wakapendelewa, hawakuweza hata kupigania uhuru. Movement zote za uhuru zilipiganiwa na Waislamu au na watu wapagani wa dini za kiasili. Hiyo ndio hali halisi katika historia. Na wale wanaotaka kusoma historia wakasome vitabu. Nendeni mkasome kitabu African Perspectives on Colonialism cha Bohen. Anachambua jinsi makanisa yalivyoshiriki moja kwa moja katika maandalizi na utekelezaji wa ukoloni barani Afrika. Kasomeni. Baada ya ukoloni, huduma za jamii ziliendelezwa na kanisa, na bado kulikuwa na ubaguzi. Hakukuwa na fursa sawa katika elimu, afya, ajira na ruzuku serikalini. Nendeni mkasome kitabu cha mzee Aboud Jumbe, The Partnership, Tanganyika Zanzibar Union. Kakisomeni kitabu hiko. Mzee anafafanua kwa kina namna taasisi za Kikristo zilivyokuwa na ushawishi mkubwa serikalini, hasa katika ajira, elimu na sera za taifa, na jinsi Waislamu walivyohisi kutengwa. Hivi msema kweli na mtetezi wa haki ni yule aliyekosa fursa au yule aliyepata upendeleo dhidi ya mwenzake? Jawabu mnalo nyinyi. Na ndiyo maana hakukuwa na madai ya haki kutoka kwao wala ukosoaji, hayakuwepo, kwa sababu sio wahanga wa dhulma. Hata pale kulipokuwa na kila sababu ya kukosoa, hawakukosoa. Hawa wanaosema kwamba wao wataendelea kusema kweli na kutetea haki, hawakukosoa. Ndiyo maana katika utawala wa kwanza wa nchi hii uliodumu miaka 23, pamoja na hali zote zilizotokea kipindi hicho tulizozisoma katika vitabu na mlizotuhadithia nyinyi wazee, pamoja na hali yote hiyo halikutoka tamko hata moja wala halikutoka neno hata moja kwa kipindi cha miaka 23. Mnajua kwa nini? Nikisema mimi hamtaniamini, na wanukulia maneno ya Dr. John Sivalon katika kitabu chake Kanisa Katoliki na Siasa za Tanzania Bara, mwaka 1953 hadi 1985.
katika sura ya 6 ukurasa wa 2 ameandika pale viongozi wa kanisa na hali ngumu ya maisha. Mwaka 1977 mpaka 85 kulipita hali ngumu sana ya maisha, kaieleza mule. Mwaka 83 ulikuwa ukiitwa mwaka wa hamna kitu madukani, hamna, ni tandabui tu zimejaa madukani. Sasa anaeleza hali hii huyu bwana katika utangulizi, akifafanua ile sura akasema maneno haya, na mnukuu: itadhihirishwa kuwa kwa ujumla hao viongozi wa kanisa walisita kuikosoa serikali wazi kwa vile uongozi wa juu wa kanisa tayari ulikuwa na uelewano mkubwa na watawala wa serikali. Mmeelewa bado? Ukurasa wa 68 wa kitabu hicho anaelezea msimamo wa viongozi wengine wa kanisa kiacha wale wakubwa, na mnukuu: wakati wa hali ngumu ya maisha naweza kusema wazi kuwa karibu viongozi wote wa kanisa walinung'unika kama watu wengine, lakini kanisa kama kanisa halikutoa kauli yoyote rasmi. Akaelezea sababu ya kwanza, sababu ya pili, na mnukuu akasema: pili, kanisa liliruhusiwa na serikali kuingiza vitu vingi nchini bila ushuru wala kodi. Vitu vya miradi ya maendeleo pamoja na vitu vya ujenzi vilianza kuingizwa, na mwishoni hata mahitaji ya kawaida ya viongozi wa kanisa. Mambo yote haya yalipunguza makali ya hali ngumu kwa viongozi hao wa kanisa na kuwaweka katika nafasi yenye nguvu ya kiuchumi. Hiyo ilikuwa ni sababu nyingine iliwafanya viongozi hao wa kanisa wasite kukosoa watawala wa serikali. Mwisho wa kunukuu. Hawa ndio watetezi wa haki. Sayati ala nnas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadhabu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidha. Utetezi wao wa haki na kutetezi wa dhulma ni mtawala anapokuwa Muislamu. Na ndiyo maana alipokuja mtawala wa pili akapata matamko 17. Wa kwanza miaka 23 hali ngumu ya maisha, kimya. Wa pili matamko 17, hali imebadilika, nyi wazee mwaeleza, watu wakaanza kuvaa nguo na mambo kuwa mazuri. Akaja mtawala wa tatu matamko 3, akaja wa 4 Muislamu matamko 20. Ndiyo huu tunausema udini. Sisi tukisema udini hatuusemi hivi hivi, tuna vielelezo na maelezo ya kisawa sawa. Na ukisikiliza maelezo ya kwao na maneno wanayozungumza ni udini wazi wazi. Mmoja katika viongozi wa upinzani yasema kutakuwa kuna maridhiano gani bwana wakati bandari imepewa Waarabu? Hapo kwenye bandari ndio pana shida hapo. Sasa hili neno Waarabu wewe lielewe vizuri, hili neno Waarabu wewe lielewe vizuri, kwa sababu nchi hii wawekezaji ni wengi tu, wapo wazungu. Mmeshasikia hii kwamba mbona wamepewa wazungu? Wakisemwa Waarabu wasema Waislamu. Sasa kitu cha kustaajabisha, tayari jambo lishafanyika. Ukosoaji wa maana ulitakiwa uangalie utendaji na yale yaliyoelezwa. Kuna utendaji wa sawa sawa, kuna maendeleo, au bandari imedumaa, serikali imetoa takwimu maendeleo makubwa kabisa yaliyoletwa, shehena kuzidi, magari kuongezeka, hivi na vile, huduma zimepamba moto. Tanga leo tuwashuhudia mambo mengi, nyinyi wazee tuwaona. Si Tanga tulikuwa tuweza kuziona gari 40 zaongozana zimetoka bandarini. Sisi simkosoe hayo, lakini kule kukosoa huu ndio udini. Sio kama sisi tuzungumza ajenda, ndio unaoharibu. Ayuha nasu ibadallah, mimi niwaambie Waislamu, katika hii misukosuko hii, pamoja na kwamba ni shari na ni tabu, lakini ndani yake kunakuwa na khair, kuna mambo mengi ya khair. Miongoni mwa mambo ya khair yanayopatikana na faida za misukosuko hii inapopita ni watu kutambulishwa na watu kujulikana na mambo kuwa hadharani. Na Allah ametuambia kwenye Qur'ani alipowapitisha Waislamu kwenye misukosuko katika vita vya Uhud, akasema ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta
hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah hakuwa ni mwenye kuwaacha waumini katika ile hali mliokuwa nayo isipokuwa mpaka apambanue wabaya na wazuri waonekane. Kuna watu hawajui kama kuna mambo ya udini, na ukisema hawakuelewi. Sasa wanaelewa Waislamu na wasio Waislamu. Kuna wengine si kama haya mambo wanayataka haya. Hawa Kristo kuna wengine hawataki mambo haya ya vurugu. Wengi kweli kweli. Wala hawataki na hauwafaidishi huu. Kwa hiyo wanatafakari na kuona hapa viongozi wetu hawako sawa. Na palipokuwa hapana usawa lazima tuseme. Ndugu zangu Waislamu, nirudi katika nukta yangu ya msingi ya tatu, kwa wakati tulionao viongozi wa dini wana wajibu wa kutoa miongozo na maelekezo kwa wafuasi wao, kuwa watulivu na kuhakikisha kuwa tunalinda amani ya nchi hii. Jambo la 4 na la mwisho katika nasaha zangu ni kwa serikali na vyombo vyake. Serikali katika nchi hii ndio ina jukumu la kulinda raia na mali zao, na wao wameapa katika hili. Kwa namna yoyote ile wanatakiwa wahakikishe kuwa jukumu hili linatekelezwa tena kwa ufanisi, na sisi tunayakini kwamba wanaweza. Wafahamu wasimamizi wetu hawa kuwa nyuma yao kuna mamilioni ya watu wengi wanaotegemea wao kusimamia mambo yao. Kwa namna yoyote ile wasipotekeleza wajibu wao, watu wengi walio chini yao watadhurika. Kuna wazee, kuna watu wazima, watoto wadogo, watu wenye ulemavu, kuna wagonjwa, kuna watu na biashara zao. Jambo hili sio jambo la fujo, ni jambo la utaratibu, na utaratibu uko kwa serikali. Watekeleze wajibu wao kwa haki na uadilifu, wasidhulumu na wasiogope lawama ya mwenye kulaumu wakati wao wakitekeleza wajibu wao kwa haki na uadilifu. Wanadamu hawasalimiki na maneno. Wanadamu wamemtia maneno Mola wao aliyewaumba, wakasema yadullahi maghlula, na maneno mengi. Allah bakhili, ati aliyewaumba akawapa yote ya bakhili. Wewe binadamu, wewe utaweza kumridhisha mtu? Hawakumsalimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na tabia njema alizonazo. Sisi viumbe ndio hatuwezi kusalimika. Wajibu wetu ni kusimama katika haki na uadilifu na usawa katika kuyatekeleza majukumu yetu. Nikifanya mukhtasari wa mazungumzo yangu ya leo, kwanza, vijana msikubali kudanganywa. Pili, wazazi tekelezeni jukumu lenu na msilisahau. 3, viongozi wa dini warudisheni katika usawa wafuasi wenu ili wailinde amani. 4, serikali itekeleze wajibu wake kwa haki na uadilifu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wala daynan illa qadayta ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.